hayavae. Yaani unaanza kumfundisha mtoto wa binti kuvaa suruali, yaani na anavaa kabisa, na ndio nguo anayoshindia, ndio nguo anayopendelea hata kwenye mitaani mjini, yaani ni suruali. Sasa ndio tunarudi sasa kwa mafundisho kama haya, basi anapokuwa yanatokea kwa namna ya kusaidia binti zetu. Hebu kwanza turudishe picha jinsi tunavyoishi na watoto wetu, na kitu kama hiki ni sehemu moja ya kutuhamisha kutoka eneo jingine au kutuelimisha zaidi. Wewe unamruhusu mtoto wako kwanza, katoto unaanza kukavalisha suruali kakiwa kadogo. Kuna katoto kengine kalifunzwa kuvaa suruali baridi, kigauni ni kifupi hivi, vaa suruali kwenda chini sio mbaya. Katoto kakaenda na msingi huo, kalipofika kabinti sasa kakaka nizoea suruali, ikafika mara mama sasa kakaambia kwa sivyo, sio mama inahisi ni kama ni jirani kwamba sasa kwa nini unavaa suruali? Ni mama yangu ndivyo alivyonileaga. Sasa ile kuzidi sasa kuonyoonywa, akasema yaani nyie ndio mlionifundishaga kuvaa suruali, sitaki tena mnaniambia mambo ya kutokuvaa suruali. Kwa hiyo pia hata mavazi nayo tuangalie, tumekuwa wazazi ndio chambo kabisa ya kuchangia hata watoto wetu kutokwenda na maadili mazuri. Wewe mtoto anaenda kwa fundi anashona nguo, umemkatia kitambaa, katoto kabinti kataenda katashona, yaani kakija kakivaa ile gauni imebana kamchilisi ka nguo ya ndani ni inaonekana, yaani mama unaona tunafurahia. Sasa utakapopita hapo kijana ile kuona lile umbile kilali nguo ya ndani, yaani ile ni namna ambayo inawaamsha vijana lakini si wamama tu tunatazama, umependeza mtoto wangu, yaani haukazani mchirizi, na hatuna kabisa namna ya kusaidia watoto. Kuna vitu vingine hata tunaweza tukaviona kama ni vya kawaida, lakini ni moja ya sehemu ya kuboresha kabisa hali hata kwa watoto wetu. Mimi kwa tunaongezea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa zimeisha. Kuwepo na semina za mabinti na wamama kwa habari ya ndoa, maana asilimia kubwa sasa hivi hata mabinti wanaofunga ndoa hakuna mafundisho. Tumeanza. Amina. Sasa wakati tumeenda Ushirombo nilijionea maneno pale kwenye sisi ambayo nilikuwa nimekaa, mama Elimia anaweza akanisaidia. Kuna kijana mmoja tulikuwa tumekaa naye, mimi nimekaa hapa na yeye hapa. Wewe mwanzo wa safari anaangalia simu machitu ya roho. Yaani ni kupandana tu machitu, maminyama yanapanda kisha nikamuuliza wewe unatosha hivi? Akaniambia nimeokoka. Umeokoka maana hivi? Yaani mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari. Tukaanza tena kutoka Ushirombo, mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari. Siku inaishia mwaka anapeleka. Sasa huyu kijana akaoa binti. Kwanza hana mafundisho ya kimungu. Na huyu binti naye ameenda hana mafundisho wewe. Unaona? Yaani mbona nikamuuliza, yaani nimeokoka. Unadhani bwana, mchungaji, yaani haeleweki nilibatizwa. Hivyo. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba ombi langu, nilikuwa naomba mafundisho ya wengo ya mabinti wafundishwe vizuri kuelewa. Kwanza wajue athari ya mapenzi, wazijue hizo, lakini pili wajue kutunza ubikira. Lakini kama hivi tukisema anatoka hapa anadanganywa na chips mayai. Mungu atusaidie. Tumeanza, tutaendelea, na wakati tutakuwa na nafasi yao wao kama wao, hivyo nafasi sio Biblia haijaficha chochote. Kwa hiyo wakati mwingine tunapozungumza hivi, ninyi mnasikiliza na watoto wenu wao mnasikiliza, mnapata kitu hata kukumbushana hiyo nyumbani kwa hivi. Na mimi kiwepo nikasikia mzazi wao. Kwa hiyo unapata nguvu ya kufanya nini? Ya kumsaidia. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu wa mbinguni awabariki. Sisi tunafika mwisho kama Mungu
jioni tunaenda tunarudi, baada ya kukaa kuzurura tu na kukaa na kulala, wakati wiki nzima wengine wakaenda kwenye ibada. Kwa hiyo tunapata muda wa kusaidiana, na wewe kunisaidia na mimi nitakusaidia.